kumekuwa na vikundi mbalimbali vinavyojitokeza na kukaa na waganga na kuzungumza mambo yasiyoeleweka kabisa. Mheshimiwa, kwenye hatua hii naomba uitazame sana kwa undani, na ikiwezekana vikundi hivi vikuletee usajili. Lakini kama hivi vikundi vinakaa na wakati mwingine kushawishi waganga kufanya mambo yasiyofaa, Mheshimiwa, uchukua hatua ya kwanza kupiga marufuku. Kwa sababu hata sisi tunapokwenda katika wilaya, Mheshimiwa Mganga Mkuu, huwa tunaomba kibali kwako. Na hata hivi tuna kibali cha kwenda katika wilaya zote kwenda kutoa elimu, na hakijaisha muda wake. Sasa inakuwaje vikundi vingine vinafanya mikutano au vikao vya siri? Hawa wana ajenda gani? Mimi kama kiongozi ambaye leo pia waganga imewapendeza kunipa nafasi ya utemi, swala hili sidhani kama naweza nikakubaliana nalo. Nataka twende pamoja na tuhakikishe waganga wote mkoa wa Mwanza wanafanya kazi kwa kufuata sheria na kama jinsi ambavyo Mheshimiwa mratibu wa mkoa umeelekeza, ili serikali muweze kututambua tunafanya nini na tunafanya kazi gani. Na ikiwezekana sauti yetu ya pamoja imefikia wakati sasa waganga hawa, hata ikiwezekana serikali iwatambue kwa undani sana na iweze kuwasaidia, sababu hawa wanafanya kazi za kuokoa afya za wanadamu. Tiba zetu hizi za asili zinakwenda kupanda thamani. Daktari Samia Suluhu Hassan mwaka 2024, niwaambieni waganga, amekwenda India kutia saini ya kujenga hospitali kubwa ya tiba asili katika nchi yetu ya Tanzania. Maana yake nini? Anaienzi tiba ya asili, utamaduni, mila na kuendeleza tiba za asili. Hospitali itakayojengwa katika nchi ya Tanzania, maana yake waganga watapata ajira na Watanzania kwa ujumla. Lakini tiba zetu hizi za asili zinakwenda kupanda thamani. Kwa hiyo sisi ni wa kwanza, hatupaswi kubaki nyuma. Na katika mkoa wetu wa Mwanza, hapa nikiwa na nafasi mbili nilizosimama nazo, kama mwenyekiti wa waganga wa chama, lakini pia kama mteni wa waganga, ninawaomba tujitokeze sana. Ikiwezekana kula zetu ziwe nyingi kweli kweli. Na tutafurahi sana kuona kwamba waganga siku hiyo mnatupigia tasimu, Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mtemi, mimi nimeshaamka saa 11 na kwenda kupiga kula. Nitafurahi sana. Na kwenye hatua hiyo, ndugu zangu, nilishawahi kuomba katika mikutano mingi sana nikisema, na leo namuomba Mheshimiwa mgeni rasmi, ikiwezekana tunaendelea kumuomba Mheshimiwa mgeni rasmi, na kwenye hili usikae nalo, na ukikaa nalo vyombo vya habari vitapeleka tu. Tunaomba utuombee kwa Mheshimiwa Rais, ikimpendeza hospitali jengwe kanda ya Ziwa. Naposema kanda ya Ziwa, ninamaanisha kweli. Hawa waganga unavyowaona hapa, katika ziara tulizofanya, tumejaribu kufanya research sisi kama viongozi. Hawa waganga unaowaona wana uwezo wa kutibu magonjwa mengi kweli kweli. Leo sisi mtu aliyevunjika mguu sio issue. Huyu afanywa operation anatibiwa kwa mitishamba. Wapigieni makofi waganga hawa. Tunawasisitiza ya kwamba waweze kujisajili, lakini pia kuacha zile ramli chonganishi ili tuendeleze kuwa na amani. Lakini jambo la pili, nazungumzia swala zima la uchaguzi ambao uko mbele kwetu tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025. Kuna uchaguzi wa kuchagua Mheshimiwa Rais, wabunge pamoja na madiwani. Hivyo basi, kwa kutambua umuhimu na nguvu mliokuwa nao waganga wa tiba za asili, tunawaomba muweze kushiriki kwenye uchaguzi huo pamoja na familia zetu, lakini pia kwa jamii ambayo inatuzunguka. Tunatambua kwamba mna ushawishi mkubwa sana. Kwa hiyo msiogope, tarehe 29 tutoke tuende tukapige kula, kwa sababu kupiga kula ni swala la haki ya kila mtu ambaye ametimiza vigezo
ya kwenda kupiga kura. Hey, mizigo ya meli na ndege imefika. Sasa ni rahisi. Mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, India na Marekani inakufikia kwa muda mfupi sana. Safirisha na Simba wa Bahari. Ni salama, haraka na nafuu.